Mwongozo wa kujifunza Biblia, leo ikiwa ni Januari 5, siku ya Jumatatu. Mada ya leo inasema orodha ya Paulo ya mambo ya kuomba. Miaka kadhaa iliyopita, kulikuwa na mchungaji aliyezungumza kuhusu maombi yanayonihusu mimi na mahitaji au shauku zangu. Aliyaelezea kwa kufaa kama maombi madogo ya ubinafsi, kwa sababu Mungu anafikiria mambo makubwa zaidi. Soma ombi la Paulo katika Wafilipi sura ya 1 aya ya 9 hadi ya 11. Lengo lake ni nini na anaomba maombi gani makubwa? Linakuambia nini kuhusu maombi? Ombi hili ni maneno 43 tu katika Kiyunani, lakini linajumuisha mambo yote Paulo ambayo atayaelezea zaidi katika sehemu nyingine ya waraka: upendo, ufahamu, hekima, kuwa na mioyo safi, wasiosababisha makosa, na haki tulio nayo kwa njia ya Yesu Kristo. Msingi wa ombi hili pamoja na shukrani za Paulo zilizotangulia ni msisitizo kwa kanisa kwa ujumla. Ombi la Paulo linawalenga wengine kabisa kwa niaba ya kanisa zima na kwa ustawi wake. Hebu tutazame kwa karibu zaidi baadhi ya vipengele kimoja vya maombi. Pendo lizidi kuwa jingi. Paulo haombi tu kwa ajili ya upendo kuongezeka, lakini kwa ajili ya upendo kuelekezwa katika mwelekeo maalum. Katika hekima na ufahamu wote, Wafilipi sura ile ya 1 aya 9. Kurejelea ufahamu hakumaanishi ufahamu wa kiakili tu, bali kunadokeza ufahamu wa mambo ya kiroho ambayo yanaweza kupatikana tu kwa kufanya ushirika na Mungu na kujifunza neno lake. Tazama Waefeso sura ya 1 aya 17, Waefeso sura ya 4 aya 13 na Timotheo wa kwanza sura ya 2 aya ya 4. Hekima. Hili linaelezewa na Paulo kama kuweza kuyakubali yaliyo mema, kuyatofautisha na yale yenye kudhuru maadili, na kuwa na mioyo safi bila kosa. Wafilipi 1 aya 10. Kuwa na mioyo safi. Neno hili katika lugha ya Kiyunani linamaanisha kuhukumiwa kwa nuru ya jua, na linarejelea usafi wa matendo usiotiwa doa. Kila kitu wanachofanya Wakristo kinapaswa kuwa bayana kama mwanga wa jua. Ellen G. White, Reflecting Christ, ukurasa wa 71. Bila kuwa na kosa. Hili linamaanisha kutokuwa kikwazo, kutosema au kufanya jambo lolote ambalo lingefanya iwe vigumu kwa mtu kuamini. Haki kwa njia ya Kristo. Paulo anakizungumzia kipengele hiki kwa undani katika nyaraka za Warumi na Wagalatia, na atakielezea zaidi pia katika Wafilipi sura ya 3. Hatuna haki yetu wenyewe, bali tu ile tunayoipokea kwa njia ya Kristo. Swali la kujadili: haidhuru tunafanya kitu gani kingine, pendo letu linawezaje kuzidi kuwa jingi? Wafilipi sura ile ya 1 aya 9. Kwa nini hilo ni muhimu sana kwa maisha ya Kikristo? Tazama pia Wakorintho wa kwanza sura ile ya 13 aya ya 1 hadi ya 8. Mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya mwongozo wa kujifunza Biblia, leo ni Januari 5, siku ya Jumatatu,
mada ikisema orodha ya Paulo ya mambo ya kuomba. Na kwa nukta hiyo ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya mada hii siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kuwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina.